Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu amesomewa mashtaka manne ikiwamo shtaka la uhaini katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Lissu amesomewa mashtaka yake mbele ya mahakimu wawili tofauti kwa kesi mbili tofauti katika mahakama hiyo baada ya kukamatwa siku ya jana mkoani Ruvuma. Hata hivyo, kesi hizo mbili zote zimeahirishwa hadi itakapofika Aprili 24 mwaka 2025, huku akikosa dhamana katika kesi yenye shtaka la uhaini kutokana na mahakama hiyo kutokuwa na mamlaka ya kusikiliza. Lissu alifikishwa mahakamani hapo saa 10:15 jioni ambapo amesomewa shtaka la uhaini na wakili wa serikali. Huyu ni wakili mkuu wa serikali anayefahamika kama Nasoro Katuga mbele ya hakimu mkazi mfawidhi Franco Kiswaga. Katika shtaka hilo, Lissu anadaiwa kuwa Aprili 3 mwaka 2025 katika mkoa wa Dar es Salaam alitangaza nia ya kuchochea umma kuzuia uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025 unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba. Katika kesi nyingine yenye mashtaka matatu ya kuchapisha taarifa za uongo kwenye mitandao ya kijamii, Lissu amesomewa mashtaka hayo na wakili Lucas Harrison mbele ya hakimu mkazi mwandamizi Geoffrey Mhini. Katika kesi hiyo ya pili, Lissu amekana mashtaka yote na amepewa masharti ya dhamana ya kuwa na mdhamini mmoja atakayesaini bondi ya shilingi milioni 5. Baada ya kutimiza masharti hayo, kesi imeahirishwa hadi Aprili 24 mwaka 2025. Katika shtaka la kwanza kwenye kesi yake ya pili, inadaiwa kuwa Aprili 3 mwaka huu katika mkoa na jiji la Dar es Salaam, mshtakiwa alichapisha taarifa za uongo kwenye mtandao wa YouTube zikidai kuwa katika uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka 2024 wagombea wote wa Chadema walienguliwa kwa maelekezo ya rais, huku akijua kuwa taarifa hiyo ni uongo. Katika shtaka la pili, inadaiwa kuwa siku hiyo hiyo alichapisha taarifa nyingine kwenye mtandao wa YouTube zikisema kuwa polisi wa nchi hii wanatumika kuiba kura, huku akijua kuwa ni uongo. Na katika shtaka la tatu, inadaiwa kuwa Aprili 3 mwaka huu mkoani Dar es Salaam, mshtakiwa huyo alichapisha taarifa kwenye YouTube zikisema kuwa majaji wa nchi hii ni wa CCM na hawawezi kutenda haki. Mwisho wa taarifa hiyo. Lakini maoni ya watu yamekuwa ni mengi sana kupitia taarifa hiyo, na baadhi ni kama ifuatavyo. Huyu anasema wakili mahakamani ni ofisini kwake, akimaanisha Tundu Antipas Lissu. Huyu mwingine anasema wote wanaofanya haya madudu nao pua zao zinatazama chini, wanatumia madaraka kunyanyasa wa Tanzania, kama vile wataishi milele. Kuzaliwa Tanzania ni mkosi mkubwa sana. Hayo ni maoni yake. Huyu mwingine anaongea kwa urefu sana, nitakwenda kusoma bila yana. Haya sasa, ratiba yetu ya kutamba na kutembea na no reform no election ishavurugwa. Mahakama ishafunga kibwebwe, imeingia kati, inatamba na sera ya no reform no election. Hii ratiba ilikuwa ni ya polisi Songea na Dar na TIS. Sasa mahakama imesema haiwezi kusubiri hadi ipangwe kwenye ratiba. It's fine. Makala naye huko Komanga anacheza no reform no election. Sijui nani kamruhusu kuingilia hii ratiba wakati wao walipangiwa kucheza na no reform no election. Kesho wakiongozwa na hasira, mimi kama floor manager hata sijapenda ratiba kuingiliwa. Ona sasa, askari magereza wa Segerea washaanza kusumbua, wanataka kutokea kwenye ratiba ya no reform no election. Kwani lazima? Dickson Matata naye hapo, jamaa kaamua kujichomeka kwenye ratiba ya mahakama na sasa wanashirikiana kuimba no reform no election. Hakika floor manager na kazi ngumu sana. Kinachoniuma ni kwamba muda hautoshi. Hii ratiba unaweza kuitumia kwenye shughuli yako na mambo yakaenda sawa. Huyu mwingine anasema ngoja tuone atapangwaje kesi hiyo nzito. Hiyo nyingine najua atapangua. Sasa hiyo ya uhaini kazi ipo. Huyu mwingine anasema rais sio Mungu na mahakama sio Yesu. Fanyeni kazi kwa weledi, acheni kumlaumu Lissu. Anachangamsha game na nyie mwajibike na mrekebishe na makosa yenu. Nazidi kuwapa point hawa watu kwa kushindwa kutatua shida za wananchi. Haya ni maoni yake. Huyu mwingine anasema nini maoni yako? Ndio kwenye comment hapo chini, itakuwa swadakta sana. Taarifa hii ina maoni mengi sana. Nitakuwa Mike Cliff msema chochote, na hivi ndio mimi usema.